This is the journey of testimony. Karibu katika makala fupi ya takriban dakika 15 kuelezea safari yangu ya siku 20 nilofanya nchini Nigeria, na hapa nikiwa airport jijini Dar es Salaam katika uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Terminal 3, nikiwa nimeshakata tiketi zangu mkononi, nikisubiri saa ya kuingia kwenye ndege. Baada ya sana, safari hii ilikuwa ni usiku wa saa 10 ndio safari inaanza kuelekea Lagos, lakini napitia Ethiopia kwanza. Kwa hiyo huo muda wa saa 10 tukaamka, tukapanga foleni, na nilikuwa nimeshalala, kwa hiyo itabidi niondoe kidogo usingizi ambao nilikuwa nao. Baada ya hapo safari kaanza usiku kuelekea Lagos nchini Nigeria, na hii safari niliipa jina la The Journey of Testimony kwa sababu ni safari ya ushuhuda, ni safari ya destiny, ya kubadilisha hatima, ni safari ya kujifunza habari za Mungu. Safari yangu ikaendelea, tukafika Ethiopia, itabidi nibadilishe ndege, nikakaa Ethiopia hapo kama masaa, itabidi nisubiri Ethiopia ndege nyingine kwa karibu masaa 3 hivi mpaka 4, kwa itabidi nikae katika uwanja wa hapo Addis Ababa nisubiri ndege, nisubiri ifike. Alafu wachina wazunguzungu. Kiukweli uwanja wa hapa Addis Ababa ni uwanja busy sana, una watu wengi sana. Naangalia muda kama safari ya ndege inakaribia, basi nikawa tumekaa hapo na unasubiri hapo, unaangalia masaa, muda basi ukawadia, basi tukaingia kwenye ndege, tukaanza kuelekea kwenye ndege ambako tukao tupande sasa ndege, tuanze safari nyingine ya kutoka Addis Ababa na kwenda Lagos. Hapo sasa tunaingia kwenye ndege nyingine, tunabadilisha. Ni shirika hilo moja la Ethiopian Airlines. Hai, wadada wako kwenye ndege, sio wanaitoje, wanafunga kidogo mabegi kwamba ukiwa kwenye ndege mabegi hawezi kudondoka. Uzuri ni kwamba kwenye ndege hakuna mtikisiko kama kwenye gari, lakini huku mtikisiko ni kidogo sana, kama ni mawingu. Lakini hii ni moja kati ya ndege kubwa kabisa Ethiopia ambayo ni 3x3x3, kwa hiyo inakaa vizuri kabisa. Na kutoka hapa sasa tunaondoka takribani masaa 5 kutoka Ethiopia kwenda Lagos, 5 hours kutoka Dar es Salaam mpaka Addis, masaa 2.5, kutoka Addis mpaka Lagos masaa 5. Hapo sasa ndege ndo inaanza kuanua, inajiandaa kuacha ardhi tayari, na inatoa taili, na ikishaenda umbali fulani, basi ndege huwa ikishafika umbali fulani, basi unakuta taili lile inakunja, linaingia ndani, basi mnakuwa mmeshafika umbali fulani, mko tayari kuanza kukata wingu kwa muda fulani. Hii ni safari ya ushuhuda, The Journey of Testimony, ambayo nimeifanya nchini Nigeria kwa siku 20, kuanzia Februari 27 mpaka Machi 20, almost siku 21-22, Journey of Testimony. Basi safari kaendelea kutoka zetu Addis, tunakata wingu, napita nchi kama Jamhuri ya Sudani Kusini, napita mpaka tukafika Lagos, napita Komoro, unapita Jamhuri ya Afrika ya Kati, kama nchi 5 hivi mpaka kufika Lagos. Basi tukafika uwanjani Mohamed Mutara Airport pale Lagos. Basi I was so excited kufika Nigeria. Unajua Nigeria ni nchi ambayo pia iko vizuri kwenye mambo mengi, lakini tukafika hapo, nikafika kwa sababu it was personal trip. Baadaye basi kaja mtu wa kunipick airport, tukaanza safari ni hapa pa Lagos, kunipeleka katika hoteli ambayo sasa natakiwa nifike kwa ajili ya kwanza service, kwanza mafunzo na seminar ya neno la Mungu na Pastor Chris. Na kuna seminar nyingi, na hapa moja kati ya seminar ilikuwa inafanyika Ikeja, seminar ya Ikeja, basi inaitwa Healing School, na hapa we are learning kuhusu masuala ya imani, faith. So this was faith class, kujifunza masuala ya imani for 14 days. Tulikuwa hapa tukijifunza watu kutoka mataifa mbalimbali, nchi mbalimbali, almost all over the world. Tunajifunza kidogo hapo, na break time inaendelea,
kujifunza kuhusu imani na jinsi ya kuchukua hatua katika imani. Muziki wa imani na maana matendo. Basi safari kafika tabiti ile kwa mtu mwingine anaitwa Ogun State. Hapa Asese, jimbo la Ogun, katika area kubwa ya mchungaji Chris kushiriki ibada ya siku ya tatu, ambapo leo ni siku ya kuombea mataifa mbalimbali, kuombea taifa la Tanzania, na mimi niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha nchi yetu, kuhakikisha tunaiombea nchi yetu inabarikiwa, mwaka huu tukiwa na uchaguzi na mambo chungu mzima. Stay tuned. God bless you. Thank you. Basi hapa ndio kanisani, kana wenzangu kutoka Kenya, mapastors, watumishi, na mimi hapa nilikuwa kama minister of the gospel. That's the title ambayo ilinifanya nikae hapa, kama mimi ni mtumishi wa injili ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ni delegate. Kwa hiyo na this was a very very special service ambayo tulikuwa nayo, na this service pia ilikuwa ni Healing Stream Live Healing Service with man of God Pastor Chris, ambayo ilifanyika kuanzia Machi 14 mpaka Machi 16 kabla mimi kurudi. Kwa hiyo hapa ni kanisani, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. This is jamani, hii kanisa lina maji ndani. Hapa jamani ni kanisani. Kanisani kwa Pastor Chris. Ogun State, kanisani kwa Pastor Chris hapa. Hapa ni kanisani Pastor Chris nchini Nigeria, katika jimbo la Ogun, katika eneo linaloitwa Asese. So tumemaliza ibada kubwa sana, tumeombea nchi mbalimbali. Tanzania, kwa kama nimeombea Tanzania na wewe kwa Tanzania, jua na wewe nimekuombea. Hapa kanisani jamani pazuri, ona mazingira yalipo. Kanisani ni pazuri sana. Yaone mazingira. Upako, full upako. Madhabahu ni kule mbele, ndio asikwambie mtu. Waiona kule mbele. Unaona madhabahu hiyo. Chini hapa kuna basi. Sasa hapa pastor anafanya maombi kwa ajili ya watu mbalimbali, na mimi nikiwemo, kwa ajili ya watu kutoka mataifa mbalimbali, akiombea mahitaji yao. Watu wanahitaji ndoa, wanahitaji kukua kwenye huduma, watu wanahitaji kupata watoto, watu wanahitaji kupata uchumi wao, watu wanahitaji kupona magonjwa, watu wanahitaji kufunguliwa, wanahitaji breakthrough kwenye mambo mbalimbali ya maisha. Basi na mimi nikiwa mmoja wao, nikihitaji maombi katika mambo ambayo ninayo, pastor basi na mimi ndo kwa kwanza kabisa hapo mstari hapo. Hepatitis B, one by one, the man of God begins to instruct the power of God into their bodies with just one touch. That's the there shall be a distinction. I shall put them in distinction that there shall be nobody who shall be in the midst of a person who says there is no miracle, there is no increase. I decree and declare now, even by the Spirit of the Lord, that even as they distinguish themselves, they shall be writing of articles of impeachment, but I shall frustrate them in the nations. For my last trump is sounding, and I shall frustrate them. Even as Russia and Ukraine are at war, I will expose the lies, says the Spirit of the Lord. I'll expose the lies that the people that they want you to. Basi baada ya kumaliza ibada, basi safari yangu ya kurudi Tanzania ikawa imewadia, na the journey of testimony ikawa imeisha hapo. Ni series ya mambo mengi
sijaweza kukusimulia kila kitu, but just a summary of 20 days. Na hapa nikiwa njiani naelekea airport kwa ajili ya kurudi Tanzania. Kumbuka nilikuwa nimeenda Lagos tarehe 27 mwezi February, na nilikuwa narudi nyumbani tarehe 20. Hapa ndio naelekea airport kurudi zangu nyumbani Tanzania after the 20 days of miracle. Jifunza masuala ya imani, jifunza masuala ya siku za mwisho na kurudi kwa Yesu, na the way we are at the end, the way rapture ipo karibu, na jinsi ambavyo tunapaswa kujitayarisha katika roho zetu juu ya ujio wa Yesu, kwa sababu Yesu yupo karibu. Kwa hiyo safari yangu ilikuwa nijifunza zaidi kuhusu imani na kuhusu masuala ya Yesu. Hapa ni airport, ndio taxi ambayo imenitoa hoteli kunipeleka airport imewadia, na nimepanda kwenye hiyo taxi na niko njiani. Safari ikaanza. Nisafiri mchana, lakini inanafaa nibadilishe ndege Addis kama kawaida, kwa nikasafiri masaa kama 5 hivi kutoka Lagos mpaka Addis. Na ukiwa kwenye ndege unalala, unaamka, unalala, unaamka, kwa sababu safari ndefu kidogo, masaa 5 uko angani. Na ukiwa kwa angani basi unatafakari tu kuwa Mungu na jinsi ambavyo Mungu aliumba mbingu na nchi na vyote vijazavyo, na kumtukuza Mungu kwa ajili ya maarifa ambayo ameachia kwa watu mpaka kutengeneza vitu kama hivi ndege. Basi kwa zetu Ethiopia nabadilisha ndege, basi unabadilisha ndege Ethiopia, kaanza kurudi nyumbani Tanzania kutumia Ethiopian Airlines. Basi nikafika zangu Dar es Salaam, nikapanda zangu kwenye unakutana na sasa hapa airport Julius Nyerere Yas by Mix. Basi safari yangu ikawa nimeenda salama, nimerudi salama, na nikuachie haya maombi kwa ajili yako. Every spirit of infirmity, you demons of pain, you devils of paralysis, you devils of blindness, deafness and dumbness, in the name of the Lord Jesus, you demons of lameness, I command you now to come out of their bodies. Come out of their bodies in the name of the Lord Jesus. Come out. I command the pains to go, the disease to go, the infirmity to leave, the weakness to go. I bring you healing in the name of Jesus. Be healed in your body. Be healed in your eyes. Be healed in your ears. Be healed in your heart. Be healed and cleansed in your blood. From the crown of your head to the soles of your feet. Be healed in the name of Jesus Christ. Yes, be healed. It's done. It's done. It's done unto you. It's done. Glory to God. It's done. Hallelujah. It's done. Glory to God. Woo. Hallelujah. Hallelujah. Give God praise. Give God praise. Hallelujah. Send us your testimonies real quick. Send us your testimonies real quick. Use the address on the screen. You may be seated in the studio. Thank you very much. Send us your testimony. It's important